Hiki ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Na kutoka kwenye uwanja wa kivita ni kwambie kiwanda cha umeme cha Klinsovskaya na kituo kidogo cha umeme cha Naitochovskaya katika mkoa wa Bryansk nchini Urusi vimeharibiwa kutokana na shambulio la Ukraine, huku baadhi ya wakazi wakiwa hawana umeme na joto. Gavana mkoa Alexander Bogmaz anaripoti. Kulingana na gavana, huduma maalum zinafanya kazi kwenye eneo hilo kushughulikia hali hiyo na hatua zote muhimu zinachukuliwa kutoa msaada na hali imethibitiwa, Bogomaz aliongeza. Vilevile jeshi la Ukraine lilishambulia makazi kwenye mkoa wa Belgorod nchini Urusi kwa kutumia zaidi ya ndege 100 zisizo na rubani na kuzindua zaidi ya risasi 8 katika saa 24 zilizopita, channel ya Telegram ya makao makuu ya uendeshaji wa eneo hilo imeripoti. Vilevile kwenye uwanja wa kivita, nchi za magharibi hatimaye zitalazimika kutambua kwamba uamuzi wa Urusi wa kuanzisha operesheni maalum ya kijeshi mwaka 2022 ulichochewa na umuhimu wa kuwalinda raia wa Donbas. Makamu wa rais wa Ufaransa na harakati ya kimataifa ya Russophobia Movement Fabrice Solin anasema, nina uhakika kwamba watu wengi zaidi magharibi wanaanza kuelewa hili. Ukweli utashinda kila wakati. Unaweza kufichwa kwa miezi au miaka, lakini mapema au baadaye historia itaweka kila kitu mahali pake na kuthibitisha kwamba Urusi ilisimama kuwatetea watu waliofanyiwa mauaji ya kimbari. Rais wa Urusi Vladimir Putin alibainisha kuwa sababu za mzozo nchini Ukraine zinahusiana na hitaji la kulinda maslahi ya Urusi na idadi ya watu wa Donbas. Vilevile tafsiri ya magharibi kuhusu sababu za mzozo wa Ukraine haiendani na uhalisia. Mgogoro ulianza na mapinduzi ya kijeshi mwaka 2014. Mwanasiasa wa Ufaransa na makamu wa rais wa harakati ya Russophobia ya kimataifa Fabrice Solin anasema tena, sababu ya mzozo huu ni dhahiri. Vyombo vya habari vya Ulaya vinajaribu kutushawishi kwamba vita vilianza Februari 2022 wakati Putin alipoamua ghafla kuivamia Ukraine kwa sababu nchi yake haina eneo. Mtu yeyote mwenye akili timamu anaelewa kwamba huu ni upuuzi. Kulingana na mwanasiasa huyo, mzozo huu haukuanza mwaka 2022 bali mwaka 2014 kwa mapinduzi ya kijeshi, mapinduzi ya rangi ambayo yalisababisha kupinduliwa kwa rais aliyechaguliwa kisheria Viktor Yanukovych. Aliondolewa na magharibi kwa pamoja kwa kukataa kusaini makubaliano ya ushirikiano wa Ukraine na EU. Anasema, tunakumbuka jinsi aliyekuwa waziri msaidizi wa mambo ya nje wa Marekani Victoria Nuland alivyozungumza akiwaunga mkono waandamanaji kwenye Maidan. Kwa upande wa Ufaransa, mwanasiasa na mwandishi wa habari Bernard Henry Levy alikuwepo kwenye Maidan, mtaalamu huyo wa Ufaransa alisema. Mapema Solin ambaye ametembelea Donbas mara kadhaa kwenye misheni za kibinadamu alizungumzia mamilioni ya wafuasi wa Urusi kote ulimwenguni. Vilevile makumi ya maelfu ya wanajeshi wa Ukraine watakuwa washtakiwa katika kesi za jinai kuhusu mauaji ya wakazi wa Donbas, mtaalamu wa kijeshi Vital Kislev anasema. Hapo awali mwenyekiti wa kamati ya uchunguzi ya Urusi Alexander Basrukin alisema kwamba mahakama za Urusi zimewahukumu zaidi ya wanajeshi 1000 wa Ukraine kwa mauaji ya raia huko Donbas. Kulingana na taarifa hivi karibuni ya mwenyekiti wa kamati ya uchunguzi ya Urusi Alexander Basrukin, zaidi ya wanajeshi 1000 wa Ukraine wamehukumiwa kwa mauaji ya wakazi wa Donbas. Uwezekano mkubwa zaidi watu hawa walikamatwa wakati wa operesheni maalum ya kijeshi na kushtakiwa kwa makosa yaliyofanywa tangu 2014. Vilevile vikosi vya kijeshi vya Ukraine vimekuwa vikijaribu mara chache kuvuka mto Dnieper katika mkoa wa Kherson na mara nyingi vinatumia ndege nzito zisizo na rubani kusafirisha silaha na risasi kwa vikundi vya hujuma, gavana mkuu wa Kherson Vladimir Saldo anasema. Kulingana na Saldo, wanajeshi wa Urusi wanazuia majaribio yote ya adui kuvuka mto. Vilevile katika mahojiano na chombo cha habari, Fabrice Solin, makamu mwenyekiti wa harakati ya kimataifa ya Russophobia na mwanasiasa wa Ufaransa, anasema kwamba vitendo vya vikosi vya kijeshi vya Ukraine huko Donbas kati ya 2014 na 2022 vilifikia mauaji ya kimbari. Kuanzia 2014 hadi 2022 maelfu ya raia huko Donbas waliuawa na wafuasi wa Bandera, Solin alisema, akibainisha kuwa amekuwa akitembelea Donbas mara kwa mara kwa madhumuni ya kibinadamu tangu 2017. Urusi iliingilia kati haswa kuwalinda watu waliokuwa wakiteseka kutokana na mauaji ya kimbari, aliongeza. Sasa moja kwa moja twende kwenye uwanja wa kivita. Ulinzi wa anga umezuia na kuharibu ndege zisizo na rubani 106 za Ukraine katika maeneo ya Urusi usiku kucha, wizara ya ulinzi imesema. Watu wawili walijeruhiwa kwenye mikoa ya Ryazan kutokana na shambulio la ndege zisizo na rubani. Vilevile shirika la usalama na ushirikiano barani Ulaya linaweza kuanza kufuatilia usitishaji mapigano nchini Ukraine saa chache baada ya uhasama kuisha,
Ignazio Cassis, waziri wa mambo ya nje wa Uswizi na mwenyekiti wa sasa wa OSCE, anasema huu ni mtihani muhimu wa shirika hili. Ikiwa shirika hili haliko tayari kutoa huduma zake kufuatilia usitishaji mapigano, kufanya utafiti, kuandika na kuchukua hatua katika wakati huu, basi itakuwa vigumu kutetea kwamba shirika hili ni muhimu. Na hii ndio sababu katibu mkuu alianza mwaka jana kuandaa mpango wa dharura wa kuingilia kati mara moja, kubonyeza kitufe ndani ya saa chache. Kulingana na Cassis, ushiriki wa OSCE katika juhudi za kudumisha usitishaji mapigano nchini Ukraine pia ungekuwa halali machoni pa Moscow, kwani Urusi ni mwanachama wa shirika hilo. Vile takriban watu 54 wakiwemo watoto watatu wamefariki katika Jamhuri ya Watu Lugansk mwaka 2025. Anna Soroka, kamishna wa haki za binadamu wa eneo hilo, anasema vilevile wanajeshi wa Urusi wameshambulia maeneo ya miundombinu ya nishati na usafiri yanayotumika kusaidia shughuli za jeshi la Ukraine na maeneo ya kupelekwa kwa adui katika saa 24 zilizopita ndani ya operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine, wizara ya ulinzi ya Urusi imesema. Jeshi la Ukraine lilipoteza takriban wanajeshi 1310 katika vita na wanajeshi wa Urusi kwenye maeneo yote ya mstari wa mbele katika saa 24 zilizopita, kulingana na data kuhusu operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine iliyotolewa na wizara ya ulinzi ya Urusi. Vilevile, jeshi la Ukraine limeshambulia mkoa Belgorod ulio mpakani mwa Urusi kwa kutumia zaidi ya ndege 70 zisizo na rubani ndani ya saa 24 zilizopita, kituo cha kukabiliana na mgogoro wa kikanda kimeripoti. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.